amekizungumza ni kuhusiana na kufanya rotation katika michezo hii minne. Ukiangalia kikosi cha Simba kina upana namna hiyo wa kuweza kufanya rotation katika michezo yote hii minne mfululizo na pengine kuweza kuokota alama 3 katika kila mchezo. Nira, mimi nadhani kwamba Simba Sports Club kama watafanya rotation, kuna baadhi ya vitu lazima vitapungua ndani ya kikosi chao, kwa sababu tunajua quality ya wachezaji ambao wanayo ndani ya Simba Sports Club sio quality kubwa sana kiasi kile. Kuna baadhi ya wachezaji ambao walisha click na wakaonyesha kwamba wana ubora mkubwa, lakini kuna baadhi ya wachezaji mpaka leo hii hawajawa na muendelezo mzuri. Jana nilikuwa namsikiliza moja ya viongozi wa Simba Sports Club wanakuambia kwamba hata wao pia binafsi wanasikitishwa na baadhi ya viwango vya wachezaji ambao wamevionyesha. Mfano mwepesi, mchezaji kama Agustin Okajefa wakati wapo kwenye pre-season kule nchini Misri hakuwa na uwezo ambao amekuja kuonyesha akiwa Tanzania. Uwezo wake umeshuka kwa kiasi kikubwa. Mfano mwingine ni Joshua Budo Mutare, ni mchezaji ambaye alikuwa anaimbwa sana mpaka kwenye mechi ya kwanza dhidi ya Pere ya Rwanda alikuwa anaonekana ni moja kati ya wachezaji tegemezi zaidi ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Lakini kwa bahati mbaya Joshua Budo Mutare ameshindwa kufikia kwenye yale matarajio na Simba ambao walikuwa wanayataraji kutoka kwake. Kwa hiyo kama utafanya squad rotation, kuna ubora ambao lazima utapungua ndani ya kikosi chako, hilo lazima tutambue. Ukimuondoa mtu kama Jean Charles Ahoua, ukamwanzisha mtu kama tunamchukulia Awesu Richa Awesu kuwa na talent kubwa sana, kuwa na ubora mkubwa sana kwenye inside 10, lakini jua kabisa ukimweka mchezaji yule na kumpumzisha Jean Charles Ahoua, umeyapumzisha magoli 12 na assist 7 hapa. Huyo za Jean Charles Ahoua, kwa kupumzisha magoli 12 na assist 7 ni kitu kikubwa sana ambacho kimepungua ndani ya pitch. Kuna vitu ambavyo utavikosa. Huwezi ukapata mikimbio ya Jean Charles Ahoua kwenye miguu ya Awesu pasipo kumkosea heshima. Awesu ni mchezaji mzuri ambaye ana deserve kufanya kitu bora zaidi kila siku anapopata nafasi, lakini tunapokuja kumwangalia mtu kama Jean Charles Ahoua akianzia benchi, kuna kitu tutakikosa. Leo hii ukisema unafanya squad rotation kwenye eneo la striking, bado inaonekana kuwa na changamoto kubwa sana. Sio Lionel Ateba wala sio Steven Dese Mukwala ambaye amekuwa na consistency ya kufanya vizuri. Kwenye upande wa wings unamuingiza nani? Ukija kumuingiza Edwin Barua, tutakuja kuulizana mara ya mwisho Edwin Barua kufanya vizuri akiwa na Simba Sports Club lini, au mara ya mwisho kupata dakika na kufanya vizuri ni siku gani? Kwa hapa tunakuja kuona ni jinsi gani kuna baadhi ya wachezaji wakipata nafasi ya kucheza wanaweza wakaderiva kama unafanya rotation, lakini kuna wachezaji wakipata nafasi ya kucheza hawawezi wakaderiva kama vile ambavyo unatarajia wewe. Mfano mwepesi tukija kuangalia kwenye eneo la goalkeeping, akianza Ali Salim, tunajua Ali Salim ubora wake tumekuwa tukimuona kwenye michezo ya FA ambayo anapata nafasi, anaonyesha ubora mkubwa sana. Eneo la center back anaanza 8-8. Ukifanya squad rotation kwenye eneo la center back itakulazimu umrudishe Shefondo Maron, atadabo na nani labda Hussein Kazi msimu huu hajaonekana kwenye mchezo wote wa Simba Sports Club. Je, ataenda kukuofa kile kitu kikubwa ambacho alikuwa anakofa siku za nyuma kwenye full back light? Sina shaka nako. Akianza Duchu ni mchezaji ambaye alikuwa akipata nafasi ana prove kile ambacho anacho kwenye miguu yake. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo Simba wakifanya rotation unapata kuelewa kwamba wana wachezaji ambao wanaweza kwenda kutoa kitu kikubwa, lakini kuna baadhi ya maeneo Simba Sports Club ukienda kufanya squad rotation unaweza kujikuta unaangusha alama, kwa sababu kuna wachezaji hawajaonekana uwanjani kwa muda mrefu kwenye michezo ya ushindani. Ukija kuwaingiza kwenye mchezo wa ushindani kama huu, wanaweza kashinda kuderiva na wakaangusha matokeo. Hii ni michezo ambayo sasa hivi hautakiwi kuangusha alama yoyote, ni must winning game. Simba ili mradi aweze kuendelea kuupigania ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania hahitaji kuangusha alama kwenye hivi viporo vyake. Ukiangusha alama unazidi kutengeneza gepu baina ya kwako wewe na mpinzani wako. Kwa hiyo ni michezo ambayo wanapaswa kuicheza kwa tricky zaidi, na ni michezo ambayo Simba Sports Club wanapaswa kuiendea kwa mpango mkakati. Unaweza usifanye squad rotation kwenye dakika 45 za kwanza, lakini ukacheza kwa mpango mkakati, niokote alama 3 kipindi cha kwanza nikiwa naongoza, nipumzishe baadhi ya wachezaji, niingize wachezaji wengine. Lakini kufanya squad rotation ya kikosi kizima kwenye mchezo kama na Mashujaa inaweza kaja kuleta matokeo ambayo sio rafiki kwenye mchezo huo. Nadhani Simba Sports Club kitu pekee ambacho wanapaswa kukifocus kwenye msimu ni wao kupata matokeo rafiki kwenye michezo kama hii, ili mradi kuweza kufufua matumaini yao ya kupigania ubingwa wa ligi ya Tanzania bara. Namna hiyo ni ndivyo ambavyo anaeleza kuhusiana na kile ambacho mnyama Simba amekisema pengine kuelekea katika mchezo huu, lakini pia akieleza namna gani ambavyo rotation inaweza kuwa na faida ama hasara katika kikosi cha Simba. Dakika ni 4 pekee ndizo ambazo zimesalia kabla ya kufika saa 12 dakika 30 na mkwanja wa kwanza kutoka pale kwa Mshua unakwenda kutoka wakati huo, na hii yenyewe ni shilingi 100,000, lakini pia shilingi 50,000 ambazo zinakwenda kutoka kwa watu 35 tofauti. Nenda tu katika menyu yako ya malipo kama unatumia Vodacom, Yasi, Airtel, Mahalo. Simba akipoteza mchezo mmoja, yani sare ama kufungwa mchezo mmoja, ndio amini kwenye mbio za ubingwa atakuwa ameshatoka kwa ligi yetu ilivyo. Nakwambia, yani kitokea Simba kesho
akadondosha alama labda 2 kwa Mashujaa, yani of course zinakuwa sio 2, moja atachukua Mashujaa kama wakitoka sare, nyingine atachukua Simba, afu nyingine bodi ya ligi itabaki nayo. Yani ikitokea sare tu kwenye mchezo wa kesho, manake kwenye mbio za ubingwa wa ligi kuu zitakuwa ngumu sana kwake, kwa sababu akishinda michezo yake yote anakuwa anaachwa na Yanga alama ngapi? Alama moja. Umeona? Ina maana akitoa sare nyingine atakuwa, yani akishinda michezo iliyobakia ataachwa alama ngapi? 3. Hizo 3 ukiangalia hadi hivi sasa Yanga na magoli mengi kuliko Simba. Ina maana sasa atatakiwa kushinda mabao mengi katika ile michezo ambayo inafuata ili aweze kutengeneza nafasi nzuri zaidi ya kuweza kuwania ubingwa, hasa anapokutana na mpinzani wake katika msimamo wa ligi, na maanisha Yanga. Kwa hiyo mchezo wa kesho Simba na Mashujaa ni mchezo muhimu sana kwa timu zote mbili. Mashujaa anakimbia kushuka playoff kwa sababu Prisons inaonyesha akishinda mechi zake ana nafasi kubwa ya kukaa juu ya Mashujaa. Umeona? Unajua playoff hakueleweki, unaweza kukutana na kina Stendi na kina nani wala akakufumua, mwisho wa siku maisha yako yakawa yameishia hapo hapo. Ukija upande wa pili, Simba yeye anawaza kushinda michezo yake, akishinda michezo yake ili aje kupiga hesabu tena nyingine katika yani kama atashinda michezo yake zote, Yanga akashinda michezo yake yote ambayo imesalia hii. Maana yake mwisho wa msimu sasa, ama siku ya mwisho, tutakuja kuangalia Simba na Yanga watapokuja kucheza tena, nani ataibuka mbabe. Kwa ndio maana nimekuambia hivi, ikitokea Simba akadondosha alama kesho dhidi ya Mashujaa, moja kwa moja kwenye mbio za ubingwa, yani itakuwa kisha habari yake. Lakini wewe unavyomuona Simba huyo ana uwezo kweli akacheza hivi viporo vyote 4 mfululizo na akashinda, wakiwa na ile akili ambayo huwa wanaitumia kwenye mechi za kimataifa. Simba wanashinda mechi zote. Lakini wakija na ile akili waliocheza na Coast msimu huu, pia waliocheza na Fountain Gate, sitashangaa Simba kidondosha alama. Kabisa. Lakini kama watakuwa na ile akili ambayo tunawaona Simba kwenye mechi za kimataifa, wanakuwa monster, yani kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Simba ile mechi ya kesho hataki kutumia nguvu nyingi kupata ushindi. Yani akigusa 50 tu, 50% tu za ubora wake, za ubora wa Simba, ana uwezo wa kupata nafasi za kukamia. Achana na kukamia, yani unajua unaweza kuwa unakamia lakini uwezo wako mdogo. Hebu angalia quality players ya Simba wachezaji ambao wanao kwenye kikosi chao, afu njoo upande wa pili kwa Mashujaa. Umeona? Yani unaona ni vitu viwili tofauti. Ina maana kama wataamua Simba kukanyaga ile gia yao tu ile, wakama bwana tunaitaka mechi, dakika 45 tu za kwanza wanaweza kaimaliza, piga chuma zako 2, chuma zako 3, kipindi cha pili unakuja kulinda ushindi wako. Ni kitu ambacho kinawezekana kabisa kwa upande wa Simba. Kama wanakuja kwenye ubora wao, wanaweza kuibiti Mashujaa mapema kabisa kwenye mchezo huu ambao unapigwa pale KMC, katika dimba la KMC hapo kesho. Lakini vile vile Mashujaa kama wanakuja na mkakati mzuri, wanaweza kuondoka na alama. Unajua ubaya wa hizi timu ndogo, mimi nimezifuatilia, ni timu ndogo nyingi hasa zikija kucheza Dar es Salaam na timu kubwa kama Simba ama Yanga, huwa mkakati wao unakuwa ovyo sana. Wanaweza kukwambia wanacheza wakiwa hawana mpira, wanatengeneza umbo la 4-5-1, lakini katika hiyo 4-5-1 ni wachezaji wachache sana ambao wanashiriki kutafuta mpira. Unakuta labda yule striker wao amesimama juu pale anatembea, unakuta hawa mawinga wa pembeni wawili ambao nao inabidi watengeneze idadi ya wachezaji wengine ambao wanaenda kuzuia, wanatembea. Unakuta central midfield yule katikati anayeunganisha timu anatembea. Mwisho wa siku timu inakuja, unakuta mpinzani anapata nafasi ya kuja kuchezea kwenye box la yani box lao muda wote, wakati unakuta kwenye mpango sahihi wa kuzuia, kama unajua kuzuia kweli kweli, inakuwa kwako ngumu sana kumruhusu Leonel Ateba ama Ahua ama Mpanzu au pate mpira kiwepesi kwenye box lako na kupata nafasi ya kushuti. Inakuwa ni ngumu sana. Lakini sasa mwisho wa siku unakuta timu zetu nyingi ndogo hizi yani issue ya kuzuia, unakuta muda wote wanaachiwa walinzi na yule kiungo mkabaji, lakini hawa wengine wote wakipoteza mpira wanakuwa abilia uwanjani. Ndio kitu ambacho huwa kinasababisha hizi timu zinachezea mvua ya mabao kiwepesi sana. Kwa hiyo nataka kuwaona kesho Mashujaa watakuja na approach ipi. Sawa. Yes, unaweza kutumia 4-5-1 kwenye kuzuia na ukamnyima kabisa mpinzani wako, au unaweza kucheza style yoyote ile 4-4-2, inategemea mna rotate vipi uwanjani, kwa sababu mara nyingi sana kwenye ligi za wenzetu ambazo wamepiga hatua hizi timu ndogo zinapoamini kabisa ninacheza na timu kubwa,
wakiwa na mpango wa kuzuia wanakuwa mtu mmoja mbele, watano katikati, watano nyuma, afu wanakuwa wanaufuata mpira kiasi kwamba wanahakikisha wanazuia njia, wewe huoni nafasi ya kupitisha ule mpira. Aha. Bana sawa, ni wakati sasa ukwenda kutoa pesa kwa sababu dakika tayari zimekwisha kuyoyoma sana. Kwa makubwa zaidi ni hii sehemu ya kusema ya kwamba wanataka kufanya rotation katika michezo hii yote minne. Kama kweli wataamua kufanya rotation kwenye kikosi chao, ni kweli Simba na kikosi kipana namna hiyo cha kufanya rotation na kuweza kupata ushindi kwenye michezo yote? Kiukweli kikosi kipana ndio anacho, lakini kwenye ishu ya kupata matokeo katika hii michezo ambayo iko karibu, inawezekana, lakini haitokuwa rahisi. Na nilikuwa nafuatilia kikosi ambacho Simba walikifanyia rotation kwenye ule mchezo wao dhidi ya Coastal Union, kwa sababu ndo mchezo wao wa kwanza kwenye ligi ambao Simba wamekwenda kufanya rotation. Fullback wa kulia alikuwepo David Kameta, lakini upande wa kushoto alikuwa Valentino Noma ambaye amekuwa akicheza mara kwa mara, na goalkeeper alikuwepo Ali Salim ambaye ndio ilikuwa mechi yake ya kwanza. Ndiyo. Na ukienda mbele Mukwala nadhani ndio ilikuwa game yake ya kwanza kuanza, mara nyingi alikuwa anaanza Teba. Kwa hiyo ukifuatilia kikosi utagundua kwamba Nation utarudi kuzungumza na 5. Nation. Mimi naamini Simba wana timu nzuri ambayo wanaweza wakafanyia rotation na wakapata matokeo, lakini haitokuwa rahisi. Yani kutakuwa na ugumu wa Simba kupata matokeo kwa sababu cha kwanza ni ugumu wa ratiba ambao inawalazimu wao kufanya rotation. Lakini kitu kizuri kuhusiana na rotation sio kwamba mchezaji akianzia benchi basi anatakiwa kukaa benchi katika mchezo wote. Kuna dakika ambazo anaweza akaingia na akaisaidia timu yake kupata matokeo. Ndio. Ikawa narejea ile squad ambayo ilianza kwenye ule mchezo wao ambao walicheza dhidi ya Coastal Union pale Arusha na wakashinda mabao 3-0. Siku ile Shamu na Abdul Razaki Hamza ndo walicheza pacha pale kama mabeki wakati. Ndiyo. Lakini Ali Salim ndo ilikuwa mechi yake ya kwanza. David Kameta Duchu ilikuwa mechi yake ya kwanza, lakini Deborah Fernandez alirejea tena kikosini na Mukwala naye alianza. Kwa hiyo rotation nilivyogundua kwa upande wa klabu ya Simba, kuna baadhi ya maeneo ambayo mwalimu anakuwa anayazingatia zaidi, ambayo anakwenda kuyafanyia rotation. Kwa hiyo kwa squad ya Simba wachezaji wengi ambao wamekuwa hawapati nafasi pale ambapo wamekuwa wakiingia, wamekuwa wakisaidia timu yao kuperform. Mchezaji kama David Kameta mechi yake ya kwanza tu alifanikiwa kutoa asisti, lakini Valentino Noma ambaye amekuwa akibadilishana sana na Mohamed Hussein katika ule upande, ni upande ambao hauna shida kwa sababu dakika ambazo wanapeana naamini kabisa hakutokuwa na shida yote. Mmoja akicheza akimaliza mechi ya Mashujaa, mwingine akaja akamaliza mechi ya JKT, mwingine tena akarudi mechi ya Pamba. Kwa upande ule hakuna shida. Na ukifuatilia pia wachezaji wengi ambao wako benchi ambao wanakaa benchi kwa klabu ya Simba, Ndiyo. wana uwezo wa kupambana mbele ya wachezaji wa Mashujaa. Na kwa sababu kingine kinachowabeba Simba ni kwamba katika hizi mechi 4 ambazo zipo hakuna timu ambazo zina wachezaji ambao zina uwezo mkubwa au zina wachezaji wenye level kubwa. Hakuna Azam hapo, hakuna Singida Black Stars, hakuna Yanga. Kwa hiyo wanakwenda kucheza na timu ambazo zina level ya chini, level ya kawaida ambayo hata wachezaji wengi ambao hawaanzi kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Simba kama wataanza wanaweza wakapambana na wakapata matokeo, lakini haitokuwa rahisi kwa sababu ile squad ya Simba ambayo mara nyingi imekuwa ikianza haitoanza kama vile ambavyo imekuwa ikianza kwa sababu ya mabadiliko ambayo yatatokea. Kwa hiyo kwangu mimi naona pia hata aina ya rotation wanaweza wakaamua bwana, katika dakika hizi 45 za kwanza tunatafuta matokeo kama ambavyo kwenye mchezo wao dhidi ya Tanzania Prisons katika uwanja wa KMC. Mchezo dakika 45 za kwanza wakawa wamefanikiwa, wamepata mabao yao 3, alafu kipindi cha pili wakapunguza nguvu, ile mechi
tukaona jinsi ambavyo Prisons wamefanya mabadiliko kwenye squad yao, wameongeza viungo. Nakumbuka aliingia Tariq Abdalla Simba, akaingia Ezekia Mwashilindi katika eneo la kiungo, wakaongeza ugumu, wakaziba mianya ya Simba wakaamua tu wamalize mechi na mechi ikaisha 3-0 kwa mabao matatu ambayo yalipatikana kwenye kipindi cha kwanza. Kwa kwangu mimi naamini kabisa wanaweza wakafanikiwa Simba kupata matokeo mazuri, lakini kwa ugumu, kwa sababu ya ratiba ni ratiba ambayo imebanana, lakini Simba wana wachezaji wengi ambao wanakaa benchi, wana ubora. Chasambi hapati nafasi mara kwa mara kuanza, lakini ana assist 4 kwenye ligi. David Kameta hapati nafasi ya kuanza, lakini tayari ana assist 1 kwenye ligi kama fullback wa kulia. Lakini Deborah Fernandez ambaye amekuwa hapati nafasi ya kuanza, amekuwa anaonyesha uwezo, na hata kwenye mchezo wao dhidi ya Stellenbosch aliingia kipindi cha pili kuongeza nguvu. Na kitu kingine katika eneo la mabeki wakati wale wachezaji watatu wanaweza wakafanyiana rotation katika hizo mechi 4 na kusitokee shida yote. Eneo la goalkeeping, Ali Salim ni goalkeeper ambaye ana experience, ameshacheza timu ya taifa, ameshaichezea Simba kwenye michuano ya kimataifa, tena klabu bingwa, ameshacheza mechi za ligi. Kwa hiyo hata akidaka kwa aina ya wapinzani hao 4 waliopo, sidhani kama kutakuwa na shida sana. Kwa hiyo kwangu mimi sioni shida kwa Simba kufanya rotation, wanaweza wakacheza hizo mechi na wakapata matokeo. Sawa bana, huyu Nation Mwambanda anazungumza namna hiyo kuhusiana na mnyama Simba, namna gani ambavyo anaweza akajitupa dimbani katika michezo yote 4 ya michezo hii ya kimataifa. Inawezekana akapata athari yoyote, ama inawezekana ikapunguza kitu ama kuongeza kitu kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Mimi sidhani kama kuna kitu ambacho kinaenda kupungua. Zaidi kitachoenda kuongezeka ni hamasa kwa Simba Sports Club. Watakuwa wanaamini kwamba wanapaswa kuonyesha performance kubwa kama ile walioionyesha kwa mashindano ya kimataifa, ili mradi kuwadhihirisha mashabiki wao kwamba wao tayari sasa hivi wameiva na wapo tayari kwa ajili ya kupigania makombe yote matatu ambayo wamebakia kwenye msimu huu. Kwenye mchezo huu Simba kama wataenda kutumia booster ambayo wameitumia kwenye mchezo dhidi ya Stellenbosch, sioni namna yoyote ambayo Mashujaa anaweza kupona. Kama Simba wataingia na gia ambayo walikuwa wanaitumia kwenye michezo ya kimataifa, sioni namna yoyote ambayo Mashujaa anaweza kwenda kuwauliza maswali magumu Simba Sports Club. Ni mchezo ambao Simba Sports Club wao ndo wataamua wacheze kwenye tempa ipi. Kama Simba wataamua kushusha fedha chini, nadhani ndo unaweza kuwa mchezo mgumu, lakini kwenye michezo ya kimataifa ambao wamecheza Simba, inadhihirisha dhahiri shahidi kwamba Simba wamekomaa, na Simba sasa hivi wapo tayari kwa ajili ya mashindano makubwa na wapo tayari kwa ajili ya mapambano. Kwa hiyo michezo kama hii ambao wanacheza na timu kama Mashujaa ambayo kiuhalisia aina ya wachezaji ambao wapo Mashujaa, huwezi kwenda kulinganisha na wachezaji ambao wapo Al-Masry, huwezi kwenda kulinganisha na wachezaji ambao wapo Stellenbosch. Kwa vyovyote vile tunakuja kuona Stellenbosch na wachezaji wengi ambao wana talent kubwa, na wachezaji wengi ambao wanajua kitu gani ambacho wanakifanya na wana consistency ya performance yao, tofauti na virabu vingi ambavyo vipo Tanzania hizi mid table team. Kwa hiyo Mashujaa kama Mashujaa wanapaswa kwenda kujiuliza, na mwenendo wao ulivyo kawa mbovu kwenye kipindi cha nyuma kwenye eneo la defense. Kama Simba wataingia kweli kusema kwamba tunaenda kucheza kama tulivyocheza kwenye mashindano ya kimataifa, siamini kama kuna namna yoyote ambayo Mashujaa anaweza akapona. Amini kama kuna namna yoyote ambayo Mashujaa anaweza akapona katika, ndio ambayo imesalia kabla ya kwenda kutoa pesa kutoka pale kwa Mshua. Nashi, wewe unasema nini? Hii michezo ya kimataifa wametoka kutumia nguvu kubwa sana mbele ya Stellenbosch kule Afrika Kusini. Hawezi kuwa na fatiki hivi pengine kuelekea kwenye mchezo huu kweli? Hapana, tena hii michezo ndio imekuwa na faida kubwa sana kwa klabu ya Simba. Yani utayari ule, utimamu wa mwili na akili, lakini pia momentum kwa upande wa klabu ya Simba imeongezeka. Yani kesho usishangae Mashujaa akala nyingi, kwa sababu tu Simba ametoka kupata game ambazo zimemweka yeye fiti kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo hii michezo huwa inasaidia sana, na hata kwa mfano kama ndio maana wanasema kama unakwenda kucheza mchezo mgumu, ndio, au mchezo wote, inatakiwa usikae sana bila kucheza. Inatakiwa walau ucheze mechi ambayo itakurudisha wewe kuwa fiti kimwili na kiakili. Sasa Simba hawajacheza mchezo mmoja, wamecheza michezo 4 ya hali ya juu. Stellenbosch wako nafasi ya 4 ligi kuu Afrika Kusini. Ndiyo. Wakati Al-Masry walikuwa nafasi ya 4 ligi kuu ya Misri. Kwa hiyo utagundua kwamba amecheza na timu ambazo ziko level ya juu na zimempa ushindani wa kutosha. Kwa hiyo zimemweka sawa Simba kimwili, kiakili, na momentum ya timu imekuwa kubwa, fomu imekuwa nzuri. Kwa hiyo naamini kabisa hizi mechi zimekuwa na faida kubwa
sana kwa upande wa klabu ya Simba. Kwa issue ya fatigue, issue ya uchovu, na naamini kabisa ni kitu ambacho hakipo, ila kilichopo ni ile timu imegain momentum. Kwa hiyo wako vizuri, wako tayari kwa mapambano. Naamini kabisa watakuwa na mchezo mzuri dhidi ya Mashujaa. Mashujaa jichunge sana katika mchezo wa kesho mbele ya mnyama Simba, asije akashangazwa ama akafanywa kile ambacho hakitakuwa kitu chema. Bana, muda ni huu sasa. Huu ni muda wetu wa kwenda kuchezesha draw na ni muda wa kwenda kutoa mkwanja. Lakini sisi si wema zaidi, kwa hiyo kabla ya kutoa ile pesa lazima uwaambie namna gani ambavyo wanaweza wakacheza. Yule ambaye bado hajacheza basi ashike simu hapo kwa mara ya mwisho, abonyeze pale. Inawezekana ngumu Mashujaa wakikaza sana kesho wanakula 3 bila. Hiyo nakwambia, yani Mashujaa wakipambana sana kwa ubora ambao Simba wanao, kwa hamasa ambayo wanao Simba wakati huu. Unajua hata wachezaji wenyewe wa Simba saizi yani kuna kitu kimewaingia ile wana passion ya juu sana wakati huu. Mashujaa kikaza sana kesho anachukua chuma 3 bila. Blaza, si ulisema umeota jana? Ile ilikuwa ndoto. Na kingine ile ilikuwa ni ndoto, hapa uhalisia. Naam. Kingine Mashujaa tangu amepanda ligi amecheza na Simba mara 3. Kafungwa michezo yote 3. Mechi ya kwanza kafungwa 1 bila, ya pili kafungwa 2 bila, nyingine kafungwa 1 bila. Kwa hiyo katika mechi zote 3 hajafanikiwa kuifunga Simba bao hata moja. Za ligi. Alafu Mashujaa pia rekodi yake msimu huu katika mechi za ugenini ana rekodi mbovu. Katika michezo 13 aliocheza ugenini amefanikiwa kukusanya alama 8 tu. Sawa. Kwa wakati afu anakwenda ugenini kwenye uwanja wa KMC Complex ambao Simba amekuwa na wakati mzuri katika ule uwanja. Simba na kuwa pale. Ni timu moja tu ambayo imefanikiwa kutoka pale. Nao imetoka sare. Coastal Union. Bana, sawa, mimi nimemtafuta mwakilishi mwingine lakini nimeambiwa hapatikani. Ngoja tukirudi hapa mara baada ya dunia mpya tutaendelea kutafuta yule ambaye atakuwa inawezekana pengine tukampata, mambo yaweze kwenda vizuri. Wewe kama mchambuzi wetu tunayekufahamu sisi, DJ Mufa, unaionaje hiyo mechi kwanza? Jambo utaje bwana Isa Suleiman. Bwana, kwanza mechi ya kesho naiona kabisa Simba Sports Club anakwenda kuondoka na alama zote 3. Zote 3. Naona Simba akianzisha full mkoko, na maanisha kwamba kuna baadhi ya wachezaji pale katikati ambao naona kabisa wataanzia bench. Namuona Awesu kesho akianza. Naona kuna goli zaidi ya 2 kwa mnyama. Zaidi ya 2. Kwa 6-5. Namuona Ateba kesho akiingia kambani. Shika maneno yake. Utanitafuta. Huna baya. Utanitafuta. Sawa. Ngoja tuangalie finali. Sawa, bwana, mabingwa watetezi wa ligi kuu ya kandanda Tanzania bara na wana finali wa michuano ya Muungano mwaka 2025 kutoka kule visiwani Zanzibar, Yanga Afrika huko wanashuka dimbani wakati huu wakimenyana dhidi ya JKU katika mchezo wa finali ya michuano hiyo ya Muungano mwaka 2025 katika uwanja wa Gombani kule Pemba visiwani Zanzibar. Nation, tuanze na kikosi kwanza ambacho kimeanza kwa upande wa Yanga Afrika katika mchezo wa siku ya leo ambao wengi wanadhani ama wanafikiri labda wataondoka na ubingwa.